Mtazamaji wa Matukio Daima kwamba kuna mengi ambayo lakini pamoja na kuwa na mengi yanayoendelea, kwamba leo nimebahatika kuweza kukutana na bwana Kabambe Temihanga Kabambe Lawa. Karibu sana bwana Temihanga. Asante sana. Ndio. Mwandishi wa habari, asante. Nashukuru. Sasa bwana Temihanga, kwamba nimekuita tuweze kuzungumza mambo mawili matatu, na fahamu nafasi zako zote ambazo unazitumikia kama kaimu mwenyekiti wa jimbo la Iringa mjini, mwenyekiti wa baraza la wazee jimbo la Iringa mjini, lakini pia kaimu katibu wa baraza la wazee mkoa wa Iringa na mwenyekiti wa Chadema kata Mkwawa. Ndizo hizo. Naam. Karibu sana. Asante sana. Tukianza na nafasi yako ya mwenyekiti Chadema kata ya Mkwawa, tuone ushiriki wa wananchi kwenye siasa kutoka huko ngazi za chini ukoje? Kwa jumla, kuzungumzia habari ya Chadema kwenye manispaa ya Iringa, kata ya Mkwawa ambayo mimi naiongoza ndio kata ambayo siku za mwanzo ilikuwa kati ya kata zinazofanya vizuri sana. Zilikuwa na wanachama wengi na zilikuwa zina hamasa kubwa sana. Ukijumlisha na kata ya Kihesa na Ruaha kule, katika kata 18 za manispaa ya Iringa, Mkwawa naweza nikasema inaweza kawa kwenye namba 2 au namba 1 kabisa kwa mwamko wa watu kupenda Chadema. Kwa hiyo chama kiko vizuri sana kwenye kata ya Mkwawa. Okay. Na wananchi wao, unafikiri kwamba kwa sasa hivi ambapo kidogo kwamba chama cha Chadema mlikuwa nyuma kufanya siasa baada ya kuwa na zuio la siku 100 na ngapi za kutojihusisha na siasa, hali ikoje? Imani ya wananchi wa jimbo la Iringa mjini na kata ya Mkwawa kwa ujumla, imani kwenye chama ni kubwa sana. Unajua Chadema, mimi naweza nikafananisha, watanisamehe nikitumia mfano huu. Chadema kwenye mioyo ya watu ni kama vile Ukristo na Uislamu. Unaweza ukaupiga marufuku lakini watu wakawa bado wana imani nayo. Kwenye anapokula chakula ataomba, anapokilala anaomba, wewe funga makanisa yako huko, lakini watu wataendelea kumwabudu Mungu. Na ndivyo Chadema jinsi ilivyozuia fanya kama makatazo mengi, lakini imani ya watu ni kubwa sana kwenye chama chetu cha Chadema. Kwa sababu nia ya Chadema sio kushika madaraka tu, ni kuongoza nchi ifikie kwenye malengo ya kutoka kwenye umaskini na usingizi wa watu kutokutambua haki zao. Kwa hiyo imani ya watu kwenye Chadema haikushuka sana, imezidi kuongezeka. Mfano mojawapo unaweza ukaangalia hata hii mikutano ambayo imefanyika katika mwezi huu kanda ya Ziwa na Kaskazini, inaonyesha kabisa kwamba watu wana imani bado na Chadema. Pamoja na hofu yote ile ya mambo ya 29 Oktoba, lakini watu wametoka kana kwamba kama vile vita vya Vietnam, unawamaliza wao lakini wanakuja 800, wanakuja 2000. Kwa hiyo watu, ile imeonyesha kabisa kwamba chama hiki kiko kwenye mioyo ya watu. Hivi kwa nini tunasema Oktoba 29? Ni yale mambo mabaya yaliyotokea wakati ule, kwa sababu mambo yale yalikuwa hatukutegemea katika nchi yetu kwamba yangeweza kutokea. Yalijaza hofu sana. Yalitokea Oktoba 29, uchaguzi ulifanyika lini? Ilikuwa tarehe 29, kuanzia tarehe 29 na siku zilizoendelea. Na uchaguzi ulifanyika lini? Fanyika tarehe 29 Oktoba. 29 Oktoba. Ndio. Kwa hiyo mbatiza yote ambayo yalikuwa yanafanyika tarehe 29 Oktoba. Tunataja namba kubwa yenye tukio. Ndio. Kwa hiyo watu hawajavunjika moyo. Nadhani unaweza kafika kama ile ndio imewafanya watu waweze kutambua sana haki zao, na kwamba wajibu wa mwananchi ni upi na wajibu wa serikali ni upi. Na kama inavyojulikana, mamlaka ya dola yanatoka kwa wananchi. Lakini kwa bahati mbaya kwa sasa jinsi ilivyo, wananchi wamekosa mamlaka kwa zidi ya dola. Sasa umezungumzia swala zima la mwamko wa wananchi kutoka ngazi za chini mpaka juu, hususan katika chama chako cha Demokrasia na Maendeleo. Na wazee wanashiriki vipi siasa za Tanzania hii kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema? Wazee ushiriki wao umekuwa mkubwa sana katika miaka ya karibuni.
Unajua, kwanza wazee ndio waliohusika na hata kuanzisha hiki chama, hivi vyama. Wakati vijana wengi wadogo wana miaka ya 30 20 walikuwa hawajazaliwa, wazee ndio walioanzisha hiki chama. Kwa hiyo wote vile wazee bado ndio wanaojenga na kuimarisha misingi ya kuanzishwa kwao. Kwa hiyo ukiangalia kwenye baraza ambalo mimi naloongoza, kwa mfano kama jimbo letu la Iringa mjini, wazee wanatambulika kupitia database ambayo neno naita Kanzidata. Wazee wapo, wana mwamko mzuri sana, na hao wazee ndio ambao wamefanya chama kiendelee kuwa imara, kwa sababu kupitia baraza la wazee tumekuwa tukikaa tunawaita viongozi yote ambaye anayekwenda kinyume na utaratibu wa chama au misingi ya kuundwa kwa chama, tumekuwa tukimuita baraza la wazee, tunaongea naye, anarudi kwenye mstari. Kwa hiyo wazee wako mbele sana, na ukichukulia toka mimi nimeingia awamu ya kwanza, niliingia kama katibu baraza la wazee. Tulifanya vikao vingi sana na kutoa semina kwa wazee, wajibu wao, kwa nini wazee wanatakiwa kwenye chama. Wao ndio walio plani na kuibua chama. Wazee bila kuwasahau ndio ambao waliojenga misingi imara, na wanahakikisha kulinda ile misingi ambayo wao walioasisi. Kuna matarajio yao ni kuhakikisha siku moja Chadema inakuja inashika nchi. Kwa hiyo sisi kama wazee tunapambana kufa na kupona kuona kwamba misingi ya kuanzishwa kwake inaenda kukamilika, kuhakikisha chama kinapata viongozi wazuri, viongozi ambao wanaweza wakaenda na dira yetu ya chama, kuhakikisha siku moja Chadema inashika nchi na kuwaletea watu maendeleo. Kuna hawa wanachama ambao mwanzoni, siku za hivi karibuni, kumekuwa na uvumi sana kwamba Chadema wanachama kwa wanachama mnauzana kwenda vyama vingine. Hali ya wanachadema kutoka ndani ya Chadema kwenda vyama vingine ikoje? Wanachama kuondoka kwenda kwenye vyama vingine, nafikiri tutumie neno jingine tu, sio kuwauza. Ni wao tamaa zao, na hawa wajue ni binadamu. Kwenye siasa watu wana matarajio tofauti. Wako watu ambao nia kabisa ni kuhakikisha kujenga na kueneza demokrasia. Wengine nia yao kwamba na mimi siku moja nije nipate fursa nigombee udiwani, wengine anasema nije nigombee ubunge, nije nijenge nyumba, ninunue gari. Sasa hao watu ndio ni rahisi sana tegemea na yale mawazo. Na hii kitu sema tu Chadema inasemwa sana kwa sababu ndio chama kikuu cha upinzani, na mimi naweza nikasema ndio chama kikubwa katika nchi yetu. Mtu kama hana matokeo hawezi kusemwa. Chadema inasemwa kwa sababu ina matokeo, ina kitu ambacho kipo. Mambo ya kuhama yalianza hata wakati miaka ile ya 50 na kitu, miaka ya 60, wakati TANU inaenda kuomba kura kwa ajili ya kuunda serikali ya madaraka kutoka kwa Mwingereza mwaka 60. Mkoloni kama mtawala, yeye aliwashawishi baadhi ya wanatano wazuri, akina Fundikira na akina Mtemvu, wakaondoka kupunguza nguvu ya TANU. Kwa sababu watu walishakuwa na imani, walishaiamini TANU. Bado TANU ilishinda na ikaunda serikali. Waziri mkuu wa kwanza akawa ni Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo hiki kinachotokea sio kipya. Ni kipya. Sisi kama wazee tunaishi na kumbukumbu. Wanasema wazee ni maktaba. Kwa hiyo lazima tutunze maktaba kwa ajili ya vizazi vipya na vinavyokuja mbele. Na nyie sasa, hawa ambao wanaondoka wanakiathiri vipi chama chenu? Bahati nzuri, ndugu mwandishi wa habari, nikwambie ukweli, watu wanaokiunga mkono Chadema ni watu wenye akili nzuri, watu wenye mwamko, wenye elimu ya uraia, wanatambua wajibu wao kama wananchi kwa nchi yao na nini serikali inawajibika kwa wananchi. Kwa hiyo watu wanaoondoka wanaondoka, wakiondoka wananchi wanaendelea tu, wanasema kwamba huyu kama treni gari moshi kutoka Kigoma Dar es Salaam waweza kufika wote, wengine wanashuka, wengine wanapanda, lakini hatimaye treni itafika Kigoma. Tumeona nafasi ambayo wewe sasa hivi una kaimu mwenyekiti wa jimbo la Iringa mjini, ambayo nafasi iliachwa na Frank John Nyarusi ambaye ametangulia mbele za haki, nafasi ambaye
ilikuwa ikishikwa na mchungaji Peter Simon Msigwa kabla ya Nyarusi. Mchungaji Peter Simon Msigwa kwamba alikuwa ameondoka Chadema na kujiunga na Chama cha Mapinduzi CCM. Leo mchungaji Msigwa ametangaza kurejea ndani ya Chadema. Nini mtazamo wako kurejea kwake ndani ya chama cha Chadema na nafasi hizi ambazo alianza nazo ndani ya chama? Swali kuhusu Msigwa, yale yalikuwa ni matakwa yake. Aliishi katika demokrasia kichwani mwake. Alichagua uhuru wa kuwa hapa au kuwa pale. Naye ni mtu mzima, lakini kwa vile amerudi amegundua kwamba Chadema bado ndio sahihi. Amegundua kwamba Chadema ndio sahihi, kwamba alikuwa amepotoka, na bahati nzuri mwandishi wa habari ameomba msamaha. Na sisi kama viongozi, sisi kama wazee, wajibu wetu ni kusuluhisha. Wajibu wetu ni kumpokea aliyekuwa amekengeuka, kukaa naye, kuzungumza naye, lakini pia tutamtumia yeye kama funzo kwa wengine, kwamba huko mnakofikiria ni kuzuri, wenye akili wameenda wamerudi. Kwa hiyo sisi Msigwa, nachojua amefuata taratibu zote za kichama, amepata kadi yake, aje tufanye kazi. Mwanzoni ulisema kwamba waliopo ndani ya Chadema ni watu ambao wanajua swala zima la demokrasia, ni watu ambao wana akili timamu, wanatambua kwa nini wapo Chadema. Na ndio maana nimetumia alikengeuka. Sio kwamba mwenye akili huwa hakengeuki, huwa anakengeuka. Samsoni alikuwa na akili na alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Alikengeuka. Lakini baadaye alitubu. Kama unavyokumbuka, baadaye Samsoni alitubu. Kinachofanya watu wakengeuke kwenye siasa ni nini? Ni mitizamo tu, kwamba labda anaona, labda tu niseme kwa mfano kwa chama chetu, kuna watu wengine wanafikiria kwamba utakiwa labda tuwe tumeshashika dola labda mwaka jana, labda sasa viongozi inawezekana wanaburuza miguu, labda sasa ngoja niende na mimi labda nikiingia kwenye chama kinachoongoza labda nitaenda kupushi kuongeza na mimi maarifa mengine. Lakini nafikiri amefika kule, ameona kwamba hapana, wacha tu nirudi kwenye chama ambacho kilichonikuza na kunilea. Mimi binafsi kama kiongozi wa baraza la wazee jimbo la Iringa mjini, mimi naweza nikasema nampongeza kwa kujua makosa yake. Anayejua makosa na kutubu, huna mahala pa kumhukumu. Kinachopelekea kwamba watu mashuhuri ndani ya vyama vya siasa kuondoka katika vyama vyao vya misingi na kwenda vyama vingine ni nini nafikiri? Ni demokrasia, ni uchu wa madaraka, ama pesa? Nilikuwa nimezungumza mwanzo, kwenye siasa watu wana malengo tofauti. Wako watu wanajiunga kwenye chama kwenda kupushi ajenda ya hicho chama, kama ni kupigania mazingira, kupigania haki za binadamu, kupigania demokrasia. Kila chama kina dira yake. Sasa mtu anaweza akawemo humo kweli kwa nia ya kupushi, lakini mwingine anaweza kawepo kwenye taasisi hiyo akifikiria zaidi kupata. Mwingine anaweza kawa hana ajenda yote tu, yeye amefly tu kuwemo humo, litakalotokea lolote sawa tu. Kwa hiyo nisingependa kusema kwamba kuna shida gani, lakini wakae wakijua kwamba wanaondoa imani ya wananchi. Sasa wewe unafikiri kwamba kwa mchungaji Peter Msigwa unayemfahamu wewe, ndio alienda huko Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya nini? Mimi kama nilivyosema, labda alidhani kule anaweza akawa na uwanda mpana wa kupeleka ajenda zake. Bila shaka alidhani atakuwa na uwanda mpana, lakini amekwenda kule. Siwezi kumsemea kwamba kitu gani kilichomrudisha, lakini ninachoweza kusema ni kwamba amegundua kabisa kwamba
chama ambacho kiko na malengo kabisa, ajenda ya wananchi ni Chadema. Unaweza ukaenda mara ukakaa kwenye vitu vizuri nini, fursa zote za kiuchumi, lakini ukawa huna raha. Hii ipo, tumeona hata kwenye hadithi za zamani za sisi wazee tunafahamu, unakuta mtoto wa mfalme au mfalme anaenda kijijini, anaenda kuoa mtoto wa maskini, lakini yule mtoto baadaye anakosa raha mle ndani kwenye kasri, anakosa uhuru, hawezi kutembea, hawezi kucheza kama michezo ile ya ukuti, anatamani kurudi kwao. Kwa hiyo mimi nafikiri tu ni kwamba amekosa amani kule, ameona kwamba wacha aje au kuungana na wenzake. Ukimsikiliza mwenyewe Mchungaji Peter Msigwa, kama umemsikiliza vizuri, kwamba yaliyotokea Oktoba 29 ndio ambayo amemfanya kuweza kurejea ndani ya kutoka Chama cha Mapinduzi na kurejea Chadema, kwamba ametambua utekaji, mauaji yanaendelea. Sasa kwa wewe ambavyo upo kwenye siasa kwa muda mrefu, hizo sababu ambazo ameitoa, hiyo ni sababu ya msingi iliyomrudisha huko? Na wakati akienda huko hali ilikuwaje ya utawala bora? Mwandishi wa habari, kifua cha mtu sawa sawa na kichaka. Lakini je, wewe hayo ya tarehe 29 Oktoba hayakuumizi kama binadamu wa kawaida? Na nimezungumzia kwamba watu walioko kwenye Chadema ni watu ambao wenye weledi mpana, watu wenye fikra, watu wanaojua nini wajibu wa dola na wajibu wa wananchi ni nini. Amefika mahali ametambua, na ujue yule ni mchungaji, mtumishi wa Mungu. Kukengeuka kupo, lakini kuna kutubu. Na haya makanisa yapo kwa ajili ya kufanya nini? Kuponya mioyo ya watu waliopondeka. Huwezi mtu kumzuia kwamba kwa nini unakuja kusali wewe muuaji, mlevi, mzizi na nini. Unampokea. Vivyo hivyo vyama vya kisiasa vinampokea yoyote yule. Lakini tambua kwamba wakati hayo anayesema, kama ni kweli hayo anayesema kwamba yamemchukiza, ndio yeye alikuwepo huko jikoni, alikuwa na hao viongozi, alikuwa na uwezo wa kuambia ni wakati gani alipiga kelele kuweza kusikia. Uliwahi kumsikia akikemea hayo ambayo anaendelea akiwa huko? Mwandishi wa habari, nimezungumzia kwamba alidhani akienda kule atapata uwanda mpana wa kuzungumza ajenda alizonazo au fikra zake. Ndani ya Chama cha Mapinduzi huo uwanda haupo. Uwanja wa wewe kuzungumza yale ulionayo hakuna. Na aina ya watu kama Msigwa kumnyamazisha ni kumtesa sana. Kumwambia Msigwa asiongee ni kumpa maumivu, yani kumfanyia operation bila ganzi. Msigwa alishazoea kwenye Chadema yetu. Unazungumza, unakosoa, unafundisha, unashauri, lakini sio ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kiujumla Msigwa kule haikuwa sehemu yake. Lakini inawezekana ilikuwa tu katika kukasirika tu. Matatizo yanakuwaga mengi kwenye mambo ya siasa ndani ya vyama vyetu. Lakini unaamini kwamba kila sehemu pana utaratibu wake? Ndio. Kama ndio kila sehemu pana utaratibu wake, uliamini kwamba Msigwa ambaye ameenda kama mwanachama wa kawaida akawa na uwanda mpana wa kuzungumza? Inategemea na mambo ya ushawishi yalivyokuwa, lakini itoshe tu kusema kwamba sisi kama baraza la wazee, sisi tunampokea Mchungaji Msigwa aje asaidie pale ambapo anaweza akawa na ushauri, msaada, tuendelee na mapambano. Kwa sababu sasa ametoka CCM, amekuja huku Chadema, amerudi Chadema ambako alikuwa hapo. Tofauti na Msigwa yule ambaye alikuwa akiondoka Chadema kwenda CCM. Akiwa ndani ya Chadema alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama taifa, lakini alikuwa kama mwenyekiti mstaafu wa Chadema kanda ya Nyasa, na alikuwa akiheshimika kama mbunge mstaafu wa jimbo la Iringa mjini,
na vyeo vingine ambavyo nyie mnafahamu alikuwa navyo akiwa ndani ya Chadema, kabla ya kutuhumu Chadema kwamba Chadema ni SACCOS ya watu wachache na kuamua kuondoka. Sasa amerudi huku, hizo nafasi zake zikoje? Atapata uwanda mpana wa kuzungumza? Bahati mbaya mimi sijakutana na mchungaji Msigwa toka amerudi kwenye chama, sijakutana naye nikaongea naye wazi, lakini nazungumzia kawaida na utaratibu wa chama. Ni kwamba yeye sasa ni mwanachama wa kawaida tu. Kusema kwamba anapata nafasi ya kuzungumza au kuhutubia, hapana, siwezi kulisema hilo. Kwa sababu viongozi wapo na yeye anajua, amekuwa kiongozi mzoefu, anafahamu kanuni na taratibu, lakini kama kumpa nafasi kuzungumza mahala, hata wananchi wengine wa kawaida wao wanapewa nafasi. Kwa hivyo kwa sasa Msigwa baada ya kurejea huku CCM, kurejea kutoka CCM na kujiunga huku Chadema, kwamba ni wazi ni mwanachama wa kawaida. Kwa nafasi zako kama kaimu mwenyekiti wa jimbo, mwenyekiti wa baraza la wazee na kaimu katibu wa baraza la wazee mkoa, unayo nafasi ya kumtuma? Bila shaka, nadhani kwenye kauli yake, japo sikusikiza vizuri, kwenye radio moja hivi amezungumza kwamba anakuja kuongeza nguvu. Kwa hiyo ni mtu mweledi, anaelewa anaelewa kwamba mimi kama kiongozi wake nitamtuma. Mahusiano wako wewe na yeye kabla ya kutoka Chadema kwenda CCM yalikuwaje? Mahusiano, unajua kuna mambo kisiasa. Kuna mambo ya siasa, kuna mambo ya kibinafsi. Kisiasa mimi sina mgogoro na Msigwa. Sina mgogoro kwa sababu sina mahala pa kusema kwamba Msigwa alinifanyia hivi. Tofauti Temianga, nakumbuka wakati ukigombea nafasi hiyo na marehemu Frank John Nyarusi, Mungu ailaze roho yake mahali pema, katika hoteli ya Gentroiz ulizuka mgogoro kati yako na timu Msigwa, ambapo ilifikia sehemu kwamba Temianga uliweza kusimamishwa uongozi kwa kile ambacho ulidai mwenyewe kwamba hawakufuata utaratibu, lakini timu yake ikiongozwa na marehemu Frank John Nyarusi. Si unalikumbuka hilo? Nalikumbuka vizuri sana. Ilikuwa kwenye mkutano wa kuwapata viongozi wa mkoa. Pale kulikuwa ni kanuni. Kwa ni kanuni tu ambazo sisi tulikuwa tumezikataa. Lakini siwezi kusema Msigwa yeye ndio alionisimamisha mimi nafasi zangu, kwa sababu yeye hakuwa mjumbe wa kamati tendaji ya jimbo. Kwa watu ambao walionisimamisha mimi ilikuwa ni kamati tendaji ya jimbo, ambayo ilikuwa mwenyekiti alikuwa ni marehemu Frank Nyarusi. Kwa hiyo mimi watu ambao naweza nikasema kwamba ndio nilikuwa na mgogoro nao. Naamini kwamba marehemu Frank John Nyarusi alikuwa ni rafiki mkubwa na mchungaji Peter Msigwa. Nafahamu. Unafahamu kwamba alichokuwa nakifanya Frank John Nyarusi lazima mkono wa Msigwa uwepo? Sasa hayo ya kufikirika hayo mimi siwezi kuyasemea, kwa sababu tunapozungumza vitu vya uhalisia tuzungumze vitu ambavyo vinafahamika. Msigwa hakunisimamisha mimi nafasi za kuzauri. Ni nani ambaye alikusimamisha? Kamati tendaji ya jimbo la Iringa mjini. Na yeye anawajibika vipi kwenye yeye kamati? Alikuwa ni mwenyekiti wa kanda ya Nyasa na hakuwa mjumbe wa kamati tendaji. Sasa kwa utaratibu wanaweza kukusimamisha pasipo kuwasiliana na ofisi ya labda kama kamati tendaji ilikuwa dhaifu, lakini siamini kama kamati tendaji ilikuwa dhaifu. Kamati tendaji yenyewe labda kwa tafsiri yake. Unajua mheshimiwa mtangazaji, unaweza ukabaki kwenye chama kwa muda mrefu ukawa unajiita senior, lakini usijue miongozo ya chama ikoje. Kwa mfano ukija kwenye katiba ya Chadema ibara ya 10 inazungumzia habari maadili. Mahala ambapo walikuwa wanapokosea ni kwamba unaweza ukaadhibiwa, ukasimamisha nafasi zako, ukaonywa au kufuta wanachama. Lakini katika ile ibara ya 10 ile, nafikiri herufi ya Kirumi 10 ya Kirumi, anasema lakini mtofautishe kati ya kashfa na ukosoaji.
nilichofanya siku ile mimi pale kwenye hoteli ya Jindo hili iliyopelekea kusimamisha mimi nafasi zangu za uongozi ni tafsiri kwamba wao lidhani mimi nimemkashifu mchungaji Msigwa, lakini kumbe mimi nilikosoa kwamba kwenye utambulisho ule uchaguzi alikuwepo Catherine Ruge ndio alikuwa msimamizi na akatutambulisha bwana Palaiga Andrew ndio atakayemsaidia. Na akatutambulisha kwamba mheshimiwa Msigwa ndio atakuwa mtazamaji observer. Lakini sasa kilichokuja ikaleta shida ni kwamba mtazamaji ndio akawa ndio mtendaji. Sababu yeye ndio aliyosema kwamba Kimbe amekatiwa rufaa atoke, akatolewa Kimbe, wapiga kura wawili kutoka Mufindi Kusini wanatakiwa watoke, wakatolewa. Yeye ndio alikuwa anatoa miongozo. Kwa hiyo mimi nilichofanya nilikosoa, sikukashifu. Kwa hivi sasa unaungana na mimi kwamba kamati tendaji ya jimbo ilikuwa chini ya control ya Msigwa? Hiyo mimi siamini katika mawazo. Msigwa alipata wapi nguvu ya kusema Kimbe si akawekewa pingamizi na yeye alikuwa mtazamaji? Kwa hivyo ndani ya chama chenu cha Chadema mtazamaji ana nguvu kuliko viongozi? Mwandishi wa habari, ninachozungumza ni kile ambacho kilichokuwepo, kwa sababu Msigwa ndo alotamka akasema Kimbe ana barua ya kukatiwa rufaa. Kwa hiyo mtazamaji huyo? Mtazamaji. Yeye alikuwa mtazamaji. Alikuwa mtazamaji. Mgeni. Sasa mgeni kwenye chaguzi zenu ana nguvu kuliko nyinyi wanachama? Yeye alikuwa ni mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, lakini hakuwa mjumbe halali. Nimezungumzia habari ya kanuni. Watu wengi tunaishi kwenye taasisi hizi bila kujua miongozo. Kwa hivyo alivuruga kanuni. Kwa maana hiyo. Kwa wakati ule ndivyo mimi nilivyokosoa. Na wale wazee tukatoka nje. Hasa unafikiri kwamba huyu ambaye alikuwa akivuruga kanuni leo anarejea tena huko? Na mnasema kwamba kwa sasa yeye kwamba kwa kawaida ni mwanachama wa kawaida. Dio. Kama kwenye ule mkutano alishindwa kuwa mtazamaji, anawezaje huku kuwa kawaida? Unafikiri anaweza kukubali kuwa kawaida Msigwa? Yule amelelewa ndani ya Chadema. Huwezi kupuuza ushawishi na kazi aliyoifanya. Narudia kusema hii mara ya tatu, alikengeuka. Kwa sababu anazozijua yeye, ameenda huko, alichokutana nacho huko anakijua yeye, ameamua kupiga magoti. Naomba mtusamehe. Sasa sisi kama wazee kwani mambo ya kusamehe si waasisi ni wazee. Sasa wazee wasiposamehe maana yake nini? Mmemsamehe. Tumemsamehe. Lile kundi la wanachama ambalo aliondoka nalo na kwa aminisha kupeleka kule, amerudi nalo? Hapa habari tunaizungumza hapa ni ya Msigwa. Kwa sababu ndiye ambaye aliyesikika anatamka. Hao wengine hao na wao watakapofika mahala, lile kundi ambalo aliondoka nalo mlikuwa mnalihitaji au? Mwandishi wa habari, kundi gani la watu wangapi? Hivi watu wakiwa wanne ni kundi? Yaani sasa wale ambao waliondoka naye bado mnawahitaji au? Kwenye swala ujenzi unatumia kila kifaa, makalai mapya, mabovu, mpaka tope unatumia kwenye kujenga, lakini utakuja kupata jengo moja zuri sana. Unasemaje kwamba lile halikuwa kundi? Halikuwa kundi. Kwamba inasadika kwamba kuna ng'ombe ilichinjwa kule na mlienda mkala? Ng'ombe labda waliochinja, mimi sifahamu kama kulichinjwa ng'ombe, kama marafiki labda wanaojua. Mimi sikuwa sehemu ya hao walikuwa kula ng'ombe. Mimi sikuwa sehemu ya hao walikuwa. Kwa nini haukwenda au kuwa sehemu wakati ulikuwa rafiki na Msigwa kwa maelezo? Sikualikwa. Kwa hivyo nataka kuniambia kwamba usaliti huu si tu wa kivyama bali hata wa kirafiki wa kawaida mnasalitiana. Mimi ninachosema Msigwa alikuwa rafiki yangu. Mimi ninachosema Msigwa kiujumla hakuwa rafiki yangu, ila alikuwa ni mwanachama mwenzangu na alikuwa kiongozi wangu. Na kwa sababu chama anacho kinaweza kawaleta pamoja watu, hata watu mlikuwa mdiwani, mkajikuta tayari mmekuwa kama jamii moja. Tunamzungumzia sasa mchungaji Peter Msigwa, mahusiano yake yeye na Joseph Mbilinyi alimaarufu kama Sugu, ambaye sasa hivi ni mwenyekiti wa kanda. Tofauti ya kula mbili ndizo ambazo zilimkosesha mwenyekiti wa kanda tena Msigwa katika uchaguzi uliofanyika Nazareti pale Njombe. Unafikiri kwamba sasa Msigwa anarudi
kwa kiasi gani kwamba atamheshimu huyu ambaye mpaka kuondoka kwake hakuridhika yeye kuwa mwenyekiti wake? Kwanza sina mahala popote ambapo naweza nikathibitisha kwamba Msigwa ana ugomvi na Mbilinyi. Nadhani Msigwa amekuwa akimtaja mtu mwingine. Chanzo cha kumtaja huyo ni nini? Unajua kwenye mambo haya wakati fulani yana undani wengine huwezi kujua, kwa sababu kwanza Msigwa alikuwa kwenye kamati kuu. Kwa hiyo kuna mambo ya kamati kuu huko alikuwa anafanyaje kazi, mimi siwezi kuwa najua sana. Mimi nilikuwa bado niko huku chini sana. Kwa hiyo sielewi kumtuhumu huyo mtu mwingine, sina hakika kama hilo jambo lilikuwepo, lakini kuna siku Msigwa atakuja kusema, mtakuja mmoja tofauti. Ukiona kwamba kula ambazo ziliweza kumuondoa Msigwa kipindi kile ni tofauti ya kula mbili. Ndio. Labda unakumbuka kumbukumbu ya miaka yote ambayo mpata kuwa mwenyekiti alikuwa anashinda kwa tofauti ya kula ngapi? Alikuwa akishindana nani? Msigwa kama kumbukumbu ziko vizuri, kuna kipindi alikuwa ameomba kugombea Boniface Mwabukusi, lakini nadhani Mwabukusi alijitoa. Awamu nyingine akawa ni Patrick Sasopi. Patrick Sasopi kwa kupiga kura nadhani na yeye pia alijitoa. Kwa hiyo kumbukumbu zangu haziko vizuri sana na nafikiri iko hivyo. Hii ya Sugu ndo ambaye mpinzani aliingia kweli kweli, hakutoa jina. Kila zama na kitabu chake. Kila zama na kitabu chake. Ukiangalia kwamba unaamini kwamba kuondoka kwake ni Mbowe tu, ama angeshinda labda ile nafasi ya wenyekiti angeliondoka ndani ya Chadema? Mwandishi wa habari wakati anaondoka alizungumza nini? Wewe kwamba alizungumza nini? Chadema imekuwa ni SACCOS ya watu wachache. Basi kama kwa kauli yake na maana ndio kilichomuondoa. Ndio kilichomuondoa. Baada ya kwa sasa Chadema kwa sasa, kwa mtazamo wako wewe ambavyo unamtazamia yeye, kwamba unaamini kwamba sasa hivi Chadema ile mambo ya SACCOS ya watu wachache hamna tena? Katika mambo ya mahusiano haya ni kama vile ndoa. Unaweza ukadhani huyu mke nilio naye hafai kabisa, takataka, kwambia ondoka, lakini atakapoondoka unagundua kwamba kumbe alikuwa muhimu sana kuliko nilivyokuwa nafikiria. Watu wanaenda wanapiga magoti. Napiga magoti arudi. Kwa hiyo nataka nisemee kwa mfano huo. Alidhani labda kweli ndio hivyo kama kwa kauli ambayo wewe umesema, lakini amefika kule ameona hapana. Kwanza unajua mchungaji Msigwa wakati ya marafiki walio wengi nao kwanza ni wananchi. Ndio rafiki zake. Hao akina Mbowe wako Dar es Salaam. Marafiki zake ni sisi ambao tunaishi nayo. Kwa hiyo alitumiss. Maisha yake alikuwaje akiwa huko Chama cha Mapinduzi kwa jinsi ambavyo Msigwa unayemfahamu wewe akiwa Chadema? Siwezi kujua kwa sababu toka ameenda huko mimi sikukutana naye. Na siwezi kuongea. Hajawahi kuonekana Iringa kwako? Mimi sijawahi kukutana naye. Siwezi kukutana naye. Nini labda hatari ya kwake Msigwa na wengine ambao labda wana kawaida ya kutoka huku kwenda huku kurudi huku kisiasa? Madhara yake nini hasa? Ina pande mbili. Pande moja kidogo watu huwa inawavunja moyo. Hasa huwa inawavunja moyo. Lakini upande wa pili labda mtu anatafuta amani ya moyo wake, anahama. Kwa hiyo kuvunja moyo watu ina nafasi kubwa zaidi. Kama labda ikitokea chama X kimekutaka wewe labda kwa nguvu labda ya pesa ama kwa nguvu ya utamu wa maneno yako, na umeshawapa maneno hayo matamu, na mwisho wa siku unaondoka, madhara yake ni nini?
Madhara yapo, madhara yapo. Ushakuwa umekwenda mbali alafu unarudi nyuma. Kuna baadhi ya watu uliokuwa nao unawapoteza. Imani inakuwaje hapo kwa wale labda ambao walikuwa wamekuamini? Ndio hicho unachosema kwamba kuna baadhi ya watu utawapoteza, inabidi uanze upya, na atapewa kazi kwenye tawi huko, kwenye jimbo, kwenye kata, taifa, atapewa kazi arudishe imani ambayo alishaipoteza. Na labda vipi kuhusu imani ile ambayo labda Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilikuwa kimempa mwanzoni, kwa haya ambayo ameyafanya baada ya kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Tulikuwa tukimsikia kwenye majukwaa mbalimbali ya kisiasa. Chama hiki sasa hivi kinamweka katika nafasi gani? Mwandishi wa habari, kwanza ujue yeye sasa anaenda kuwa mwanachama mpya. Ukiwa mwanachama mpya unakosa ule uwanda mpana, lakini bado haikuzuii, hakuna marufuku kiongozi yote akakualika kama mgeni ukaenda kwenye mkutano ukasema yale unaweza kuyasema. Kanuni hazikatazi, lakini sasa itabidi aanze huku chini ili kurudisha imani. Kwa swali lako kwamba kurudisha imani ya watu, afanye kazi, atagombea huko chini au atagombea. Wapiga kura ndio watakapoamua. Wapiga kura ndani ya chama chetu kuna kitu wanaita kura za maoni unapogombea nafasi. Kwa mfano safari nadhani chama chetu kimetoa utaratibu kwamba 2028 tutaanza kufanya chaguzi ndani ya chama. Unaona? Kwa hiyo anayo haki, ana uhuru, sababu mwanachama alioingia leo ana haki sawa na mtu ambaye amekaa miaka 30. Kwa hivyo ana uwezo wa kugombea nafasi ya mwenyekiti wa jimbo. Ana uwezo. Na wewe labda kwa mtazamo wako, nafasi hii sasa hivi wewe unakaimu nafasi hiyo, iwapo mtasimama wewe na mchungaji Peter Msigwa, nitampiga mbali sana. Nitampiga mbali sana. Kwa nini? Kwa sababu watu wamejenga imani sana na mimi. Kwa nini wasijenge imani sana na aliyekuwa anaongoza nafasi hii? Kwanza sitaki kusema kwamba ana nia hiyo ya kuja kugombea, hapana. Ikatokea kwamba sasa anakuja kugombea hiyo nafasi ya kwako wewe ya mwenyekiti wa jimbo la Iringa ambako ndiko alikuanzia. Nitamshinda. Nitamshinda. Unataka kuniambia sasa hivi atakuwa mwepesi kuliko zamani? Sana. Yeye mwenyewe kwanza labda nimwambie huko aliko Bwana Msigwa, usigombee na mimi nitakugaragaza. Wewe jenga chama. Jenga chama, watu wa Iringa wanakuhitaji bado. Sio tufanye kazi, tuchape kazi. Kwa hivyo akiitaka nafasi yako atagaragaza nafasi. Nitamgaragaza. Nafasi gani ambayo anaweza kafiti? Kwenye uenezi huko nini au awe katibu wangu, lakini kwenye mwenyekiti wewe unamtuma Msigwa. Ndio, ndio kanuni. Ndio kanuni. Tambua kwamba Msigwa huyu wewe amekukuza kisiasa. Kunikuza, tulikuwepo, siwezi kukataa mchango wake. Lakini hawezi akaingia moja kwa moja akagombea. Kwanza nadhani unajua yeye ni kiongozi, alikuwa kiongozi wa ngazi ya juu. Na ndio maana hata kurudi kwenye chama kwa level yake yeye atakiwa maombi yake yajadiliwe na uongozi wa kitaifa. Sio kwamba kwenye tawi lake huku ndiko ambako kule anapewa maelekezo yanaletwa huku. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba asipokelewe kama mwanachama kawaida? Ameshapokelewa. Kashapokelewa. Ni mwanachama wetu. Kwa hiyo tunaombi yapi ambao unasema kwamba anatakiwa kujadiliwa kule? Kiongozi ambaye wa ngazi ya kitaifa. Kama alishaondoka kwenye chama, akitaka kurudi ni maamuzi yanatoka ngazi ya juu ya kitaifa. Lakini tayari kashapokelewa. Ndio hatua hizo zilishaanza. Anashindwaje sasa kugombea nafasi ya mwenyekiti wa jimbo la Iringa? Ndio nasema hivi, sisemi atashindwa. Nimesema kiongozi, yani mwanachama akiingia leo na miaka 30 ana sifa sawa. Ila sasa kwa sababu ya yeye hapa katikati alipotea. Kwa hiyo mimi nilikuwa natengeneza jina. Kwa hiyo nitamgaragaza. Nitamgaragaza babaya sana.
Hivi na wewe utaandika historia ya kumwangusha Msigwa. Labda nikimwachia labda nitamwachia labda kula 5 au 10 tu. Lakini kula nyingi si ngapi hizo zitakuwa zangu. Naye mwenyewe anajua hawezi kuchukua fomu. Hawezi kuchukua fomu kwangu. Kwa nafasi nyingine anaweza. Ya hiyo anaweza. Na hiyo unamuunga mkono. Hiyo nitamuunga mkono. Kwa sababu ya kwako? Hiyo asigombee hiyo. Nitamgaragaza sana. Hiyo nyingine zote agombee. Lakini sio nafasi ya kwako. Sio nafasi ya kwangu. Sasa uone kama kuna ubinafsi. Kwenye kiti. Hauoni kama kuna ubinafsi hapo kwamba wanataka wewe tu asiwe na Msigwa? Ninazungumzia nguvu nilio nayo mimi kwa sasa. Unataka kuniambia nguvu ya kwako ni kubwa kuliko nguvu ya Msigwa? Ndio. Kwa nini? Kwa sasa hivi si alikuwa hayupo. Kwani dereva akiondoka Tingo hawezi kuendesha gari? Sana endesha. Sasa Tingo akishafikisha gari kule na wewe dereva ulikuwa umeondoka umeenda huko. Si tajiri anasema bwana wewe endelea tu Tingo bwana. Wewe kwanza nimeona umekuja kwa wakati. Au sababu umeleta hesabu zote. Tingo sinajua anataka kubembeleza kazi. Na kipi sasa ambacho unajivunia kwa wewe ukiwa kaimu mwenyekiti wa nafasi hii ya jimbo la Iringa mjini? Vitu gani ambavyo mmefanya? Nafahamu kwamba mlikuwa na kadhia ya ofisi. Wewe ukiwa kama kaimu kwanza umemaliza changamoto hizo? Kwanza nikwambia jambo moja toka umezungumzia habari ya mimi kusimamishwa nafasi zangu za uongozi. Nisimamishwa ilikuwa mwezi wa 4 kama sikosei tarehe 12 2024 yes 25. Unaona? Baada ya hapo sikufanya kazi. Nafasi zangu zikuja zikarudi baada ya Mheshimiwa Tundu Lissu alipokuja kwenye mkutano wa tarehe 31 kama sikosei hapa aliofanya Mwempetogwa mwaka jana. Ule mkutano wa kanda ya Nyasa. Baada ya ule mkutano tulikaa kwenye kikao cha tathmini hapo kwenye jengo la Hanspo. Mimi nikapeleka hoja zangu hizi, nafasi zangu mimi alirudisha Mheshimiwa Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa. Sasa pamoja nimerudishiwa nafasi, ndio tena tukawa tuna hii marufuku, zuio la kimahakama la chama kutokufanya shughuli za siasa. Kwa hiyo nakuta kwamba kuna mambo mengi sana yakawa yamesimama. Lakini tuliweza kuhamasisha watu kwa namna nyingine, kwa mitandao, lakini pia kwa kutembeleana. Tumekijenga chama chetu kwa kutumia hii tunaita Chadema Local au Chadema Family. Ambayo kama kuna shida, harusi, maafa, basi ile ilikuwa inatuunganisha sana. Nafikiri hata watu mlikuwa mnaona jinsi ambavyo mitaani tulikuwa tunaonekana na sare zetu na nini. Kwa mfano unaweza kuchukua hata msiba wa marehemu aliyekuwa mwenyekiti wetu Frank Nyarusi. Msiba ule ulivuta watu wengi sana. Hapa ilikuwa kama maandamano, ilikuwa na namna ambavyo tulikuwa bado tunahamasisha na kukieneza chama kwa njia mbalimbali. Kwa mfano vitu kama hivyo huwezi kupata watu wengi kama hakuna network. Kwa hiyo tulikuwa nayo network na vitu kama hivyo. Lakini pia ukija kwenye ujenzi wa chama, kuna kitu tulikuwa tunafanya kuhakiki nafasi ambazo watu waliohama chama, wengine ambao wameshindwa kuwajibika. Hizo nafasi zote tumezifanyia kazi na tumezijua kwenye zuio hilo. Kwa hiyo hatakuwa tumekaa tu, na ndio maana kuanzia tarehe 20 ya mwezi unaokuja, mwezi Juni, nafikiri tutaanza kufanya chaguzi sehemu mbalimbali kujaza nafasi ambazo ziko wazi. Mojawapo kwenye kamati tendaji ya jimbo kuna nafasi nyingi ambazo zinatakiwa zijazwe. Na kwenye kata huko. Kwa hiyo chama hakijawahi kulala. Tulikuwa hatuonekani hadharani, lakini tulikuwa tunaendelea kufanya kazi. Naam, mtazamaji wa Matukio Daima, basi kwa nukta hiyo tunakwenda kuhitimisha. Na nimshukuru sana Temihanga Kabambe Lawa, kaimu mwenyekiti wa jimbo la Iringa mjini na mwenyekiti wa baraza la wazee jimbo la Iringa mjini, lakini pia kaimu katibu wa baraza la wazee mkoa wa Iringa,
na mwenyekiti wa Chadema kata ya Mkwawa, ambayo tumejadili mengi hapa. Hiki ni kipindi cha Jukwaa la Siasa na hapa ni Matukio Daima, na mimi ni Francis Godwin. Asante sana. Asante sana. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu nasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.